Hii ni hashtag. Moja kwa moja na kupeleka katika milima ya Same, huko kunapopatikana kabila la Wapare. Palizaliwa kijana mmoja mwaka 1934. Huyu si mwingine bali ni David Cleopa Msuya. Ni mmoja kati ya viongozi wa kitaifa mashuhuri katika historia ya Tanzania. Alijulikana kwa uadilifu, weledi na mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi, tena na ya kisiasa ya nchi ya Tanzania. Na huu ni muktasari tu wa maisha yake, elimu, umahiri na nafasi alizowahi kushikilia serikalini, ili ujue wewe kama Mtanzania unaishi maisha ya namna gani ili kuacha alama ndani ya uga wako, iwe ni siasa, iwe ni uchumi au masuala mengine ndani ya jamii. Jina lake kamili ni David Cleopa Msuya, aliyezaliwa tarehe 8 Novemba ya mwaka 1934 huko katika mkoa wa Kilimanjaro ndani ya wilaya ya Mwanga, na kabila lake la asili ni Mpare. Alipata elimu ya msingi ya sekondari mkoani Kilimanjaro, lakini baadaye alisoma katika chuo cha Makerere kilichopo nchini Uganda, moja ya taasisi mashuhuri wakati huo ya elimu ya juu Afrika Mashariki. Lakini pia aliweza kubobea zaidi katika masuala ya uchumi na maendeleo. Umahiri wake mkubwa ulikuwa katika kupanga sera za kiuchumi na kusimamia maendeleo ya viwanda na sekta za uzalishaji. Hayati David Cleopa Msuya alikuwa mtumishi mwaminifu wa umma aliyehudumu katika nyadhifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile za juu kabisa serikalini. Mnamo Februari 7 mwaka 1977 hadi Februari 24 mwaka 1980 alihudumu kama waziri mkuu wa kwanza baada ya kuundwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia mabadiliko ya mfumo wa utawala. Lakini mara ya pili mtawalia mwaka 1994 mnamo Disemba 5 hadi Novemba 28 mwaka 1995, na aliteuliwa tena na hayati Rais Ali Hassan Mwinyi, na aliendelea hadi serikali ya awamu ya tatu ilipoingia madarakani chini ya hayati Benjamin Mkapa. Lakini hayati David Cleopa Msuya aliwahi kuhudumu kama makamu wa rais wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha mwaka 1994 kabla ya kurejea tena kuwa waziri mkuu. Aliendelea kuwika katika uga wa uongozi baada ya kushika nafasi ya waziri wa fedha, ambao alishika wadhifa huo kwa kipindi kirefu kuanzia miaka ya 1970, na alihusika katika kupanga mipango ya maendeleo ya taifa. Aliongoza nchi kupitia kipindi kigumu cha kiuchumi akishirikiana na taasisi za kimataifa kama IMF na World Bank. Lakini katika nyadhifa nyingine za uongozi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewahi kushika pia nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ikiwemo waziri wa viwanda na biashara na maendeleo ya jamii, lakini waziri wa mambo ya ndani,
Upekee wake katika uongozi pia, uadilifu na uchapakazi, ulijulikana kwa maisha ya kawaida na kutokuwa na tamaa na mali na kujituma kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Lakini pia aliwahi kuwa mwandishi wa sera madhubuti. Alikuwa sehemu ya msingi ya timu iliyoanzisha mipango ya maendeleo katika mpango wa miaka 5 ya maendeleo ya taifa. Huyo alisifika kama mvumilivu, asiyejihusisha na migogoro ya kisiasa, na aliweza kuheshimika na wanasiasa wa upande wowote kwa busara yake na hekima katika kuongoza. Lakini pia amesifika kama kiongozi asiye na kashfa katika kipindi chote cha uongozi wake, kwani hakuwahi kuhusishwa kabisa na kashfa yoyote ya ufisadi na ukiukwaji wa maadili. Hapa ndipo mwana #Elimika unapaswa kuondoka na somo kuwa haijalishi cheo au dhamana uliopewa itakuwa ni kubwa kiasi gani, cha msingi ni kuhakikisha unaacha alama njema ndani ya jamii yako na taifa kwa ujumla, lakini pia unakuwa hadithi nzuri ya kusimuliwa kwa vizazi vingi vijavyo. Elimika. Nini amekiacha hayati Cleopa Msuya katika maisha yake? Hadi leo, hayati David Msuya anachukuliwa kuwa kielelezo cha uongozi bora, na alifungua njia kwa viongozi wa kizazi kipya kuaminiwa kwa uwezo wao kitaaluma na kiutendaji. Ndani ya hotuba zake, David Cleopa Msuya alikuwa kiongozi wa hotuba zenye maudhui ya maendeleo, uzalendo, nidhamu na kazi na uongozi wa uwajibikaji. Na baadhi ya hotuba zake muhimu ni hizi. Hotuba ya bajeti akiwa waziri wa fedha. Alitoa hotuba nyingi za bajeti akiwa waziri wa fedha, hasa katika miaka ya 1970 hadi mwaka 1980. Hotuba hizi zilijikita katika kupunguza utegemezi wa misaada kutoka nje, kuhamasisha uzalishaji wa ndani, kupambana na mfumuko wa bei, kuimarisha miundombinu na viwanda. Akiwa katika nafasi ya waziri mkuu, hotuba zake katika mihula yake miwili kama waziri mkuu alisisitiza uadilifu wa uongozi wa umma, kuimarisha umoja wa kitaifa baada ya azimio la Arusha na kipindi cha ujamaa, lakini pia mageuzi ya kiuchumi kuelekea soko huria kwa tahadhari mwaka 1995 chini ya uongozi wa hayati Ali Hassan Mwinyi akiwa ni rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuhusu hotuba za kitaifa kuhusu maadili ya uongozi, alihimiza maadili mema akitoa mifano ya viongozi wa awamu ya kwanza. Lakini alijulikana kwa kauli zake kama serikali hii si mahali pa kutafuta utajiri, ni mahali pa kutoa huduma. Naamini kwa nukuu hii ya hayati David Cleopa Msuya itakufanya kuibuka ndani ya usingizi uliolala kuwa serikali si sehemu ya utajiri, bali ni sehemu muhimu ya wananchi kupata huduma, kwamba mwananchi ndiye anayepokea huduma kutoka kwa serikali yake, huku mwananchi akiwa na jukumu kubwa la kuchangia nchi yake kupitia mapato, yani kulipa kodi. Lakini maandiko haya hayajabaki kuwa tu machapisho, yana mchango katika jamii. Ingawa hakuandika vitabu binafsi kama memorials au biography, lakini amehusika katika uandishi wa sera na nyaraka muhimu serikalini. Alihusika katika mipango ya maendeleo ya taifa, 5-year development plans, ambapo alikuwa ni miongoni mwa waliobuni na kusimamia utekelezaji wa mpango wa kwanza wa mwaka 1964 hadi mwaka 1969. Lakini mpango wa pili wa kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1974, mpango wa tatu mwaka 1981 hadi mwaka 1986 ulioathiriwa na hali mbaya ya uchumi wa dunia. Ukija katika azimio la Arusha, ingawa hakuhusika moja kwa moja na uandishi wake mwaka 1967, alikuwa ni miongoni mwa waliosimamia kwa vitendo, hasa katika upande wa utekelezaji wa siasa ya ujamaa na kujitegemea. Lakini pia David Cleopa Msuya ambaye kwa sasa ni hayati na aliyetutoka siku chache zilizopita, mipango ya mageuzi ya kiuchumi, Structural Adjustment Programs, SAPS, alihusika katika maandalizi yake na majadiliano ya hatua za mageuzi ya kiuchumi mwishoni mwa mwaka 1980 hadi mapema miaka 1990 kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa kama IMF na World Bank WB. Huyu hakuacha tu hayo, yapo mengi sana ndani ya #Elimika. Endelea kusalia hapo ni kujuze mengi zaidi yanayomhusu guji huyu wa siasa aliyetukuka na uadilifu wa kuheshimiwa ndani ya siasa za Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Huyu si mwingine bali ni hayati David Cleopa Msuya.
Elimika. Kiongozi huyu alibahatika kuwa na ushawishi wa kitaifa na kimataifa. Ndani ya Tanzania aliaminika na viongozi wa kila awamu. Aliteuliwa na Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, na hata akaendelea kutoa ushauri kwa hayati Benjamin William Mkapa. Aliwalea viongozi chipukizi. Kwa mfano, alitoa ushauri wa mwelekeo kwa wanasiasa vijana waliokuja kuwa viongozi wa kitaifa kama Jakaya Mrisho Kikwete. Twende tukasikilize machache aliongea Rais mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wakati wa shughuli ya kumuaga hayati David Cleopa Msuya kule Mwanga. Katika siku ambayo siisahau ni tarehe 12 Aprili mwaka 90. Alipotupa msaada mimi na waziri wangu Anwar Kasum. Hii ilikuwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la mawaziri. Kwanza kwa kawaida naibu mawaziri amshiriki kwenye cabinet. Tukaambiwa tuje wote. Tumefika pale, mzee amefika, akasema nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru. Sema kubwa tena haya. Basi tumekaa pale, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu. Rais akaondoka, mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje ikawa magari hakuna. Sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua kwa sababu kawaida vikao vya cabinet vinachukua muda. Kwa hiyo mkifika pale mawaziri, magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari. Na kwa sababu pale tena ndio tushapigwa tanchi. Unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakuwepo na simu za mkononi. Kwa hiyo ikabidi sisi tutembee sasa. Tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani kutafuta magari ya kutupeleka maofisini kwetu. Baraza lilipoundwa upya, nikabahatika kuwa sasa waziri wa maji, nishati na madini. Hapo ndipo tukawa wote sasa kwenye baraza. Na hapo ndipo nilipomfahamu vizuri zaidi huyo mzee, uwezo wake wa uongozi, umakini wake katika kujenga hoja, uhodari wa kujieleza na kulifafanua jambo gumu na kuwezifanya lieleweke na kuwa rahisi hata kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa uchumi na fedha. Alijipambanua. Mheshimiwa Msuya alikuwa mtu aliyejaliwa akili nzuri, big brain, very bright fellow, big brain. Hakuwa mtaalamu wa uchumi na fedha kwa kusomea, ni social worker, lakini aliyafahamu mambo ya uchumi na fedha vizuri sana. Na ndio maana alipokuwa waziri wa fedha, amewahi kuteuliwa waziri wa fedha mara 2 na Mwalimu Nyerere na mara 1 na mzee Mwinyi. Lakini aliyafahamu vizuri sana mambo ya uchumi na fedha kama vile ni mchumi mbobezi. Penye nia pana njia. Kwa hili ndio la kwanza la kujifunza, kwamba ukijitahidi kujifunza utajua. Ndio funzo hilo. Na sifa hiyo ndio iliyomwezesha kusimamia vizuri uchumi katika vipindi vigumu sana kiuchumi nchini.
Naam, naamini umekisikiliza alichokisema Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4. Lakini pia hayati David Cleopa Msuya alihusika kuwa mshauri wa serikali baada ya kustaafu na aliendelea kushiriki kwenye mijadala ya kitaifa hadi miaka ya 2000 hasa kuhusu maadili na uongozi bora. Lakini vipi kuhusu uga wa kimataifa? Aliweza kuiwakilisha Tanzania kwenye mikutano ya kimataifa kuhusu uchumi wa dunia kama vile mikutano ya IMF na World Bank, mkutano wa UNCTAD, lakini vikao vya SADC na EAC. Mchango wake katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda ulikuwa mkubwa mno. Nitamatisha kwa kusema kuwa wanasiasa wengi nguli wametumia mfano wa David Cleopa Msuya katika kujiendeleza. Na tukirudi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na taasisi nyingine kadhaa ziliwahi kumshirikisha kama mlezi au mshauri wa kimaadili, na amekuwa mfano wa kiongozi ambaye hakufungamana na siasa za kupigania madaraka bali za huduma na utulivu. Wanafunzi wa sayansi ya siasa na uchumi hutajwa kumjadili kama mfano wa technocrat mwenye uadilifu katika siasa ya Afrika. Huyo ndo David Cleopa Msuya, kiongozi alijibebea umaarufu kwa utulivu, uweledi na uadilifu ndani ya uongozi wake. Wapo wengi sana waliozungumza baada ya kifo chake kuhusiana na namna alivyoweza kuiunganisha Tanzania kwa siasa safi, uadilifu na uongozi uliotukuka. Moja ni kuwa waziri aliyehudumu katika wadhifa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu zaidi kwa nyakati tofauti. 1972 hadi 75, 1983 hadi 85, na 1985 hadi 1990. Na pili, licha ya kuwa alikuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha miezi 11, yeye ndio Mtanzania wa mwisho kushika nafasi hiyo, kwani baada ya hapo tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi ambapo makamu wa rais alipatikana kupitia mgombea mwenza. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokwenda nchini China kwa ajili ya kutafuta fedha za ujenzi wa mradi wa reli ya Tazara uliosaidia sana harakati za ukombozi na ambao umeendelea kutunufaisha kiuchumi hadi leo. Mzee Msuya aliongoza mabadiliko ya mfumo wa kiuchumi kama ilivyoelezwa vizuri hapa na rais mstaafu, ili kuruhusu uchumi wa soko na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi. Hiki kilikuwa kipindi kigumu cha kukabiliana na upinzani na shinikizo kutoka wafadhili wa kimataifa, wanasiasa nchini, wafanyabiashara wazawa na wasio wazawa na makundi mengine, baadhi yao wakiunga mkono mageuzi na wengine wakiyapinga kwa sababu tofauti tofauti. Hapa nakumbuka kama alivyosema rais mstaafu, mwaka kutoka 85-90 katikati pale, wakati shilingi yetu inataka kushushwa thamani, huku wana CCM tulisukumwa kuandamana. Tukatoka maofisini kule Zanzibar, ofisi yangu ilikuwa Vuga, mpaka CCM Kisiwandui, na kwa mara ya kwanza ndo niliimba jina Msuya. Kabla hapo nilikuwa nalisoma tu kwenye somo la siasa siku hizo wanaita civics. Tulikuwa tunaimba Msuya, usiruhusu shilingi yetu kushushwa thamani. Lakini kiongozi wetu ambaye wakati wa uongozi wake na baada ya kumaliza uongozi wake bado aliendelea kuwa mtu mwenye hekima, mwenye busara nyingi, mwenye uvumilivu, na bila shaka kama alivyosema baba askofu alipotuendeshea ibada hapa, ni mtu aliyependa kuwa na amani na watu wote. Hayo yote ni mafunzo kwetu sisi tuliosalia kujifunza kwa ndugu yetu huyu ambaye amelala leo. Nilipata bahati ya kijana mmoja kunisimulia mengi sana kuhusu maisha ya mzee wetu Msuya. Na moja jambo ambalo nilizungumza, alisema mzee Msuya alikuwa ni kiongozi anayechagua sana maneno ya kuongea na ambaye alilinda sana heshima na hadhi ya cheo chake. Na kila wakati alipotaka kushauri jambo, iwe ni serikalini ama mahali popote, alikuwa ni mtu makini sana
aliavoid sana kamera na video, lakini nikamwambia mbona kamera na video ndio zinatusaidia kupeleka ujumbe? Akasema hapana, kamera na video zinaweza zikafikisha ujumbe mzuri sana, lakini pia zikaonesha namna ulivyo dhaifu wewe kama kiongozi. Baada ya hapo nikasema basi tumshukuru Mungu kwa maisha ya mzee wetu huyu, na nikamshukuru sana na nikasema neno tu amina, nami niishie hapa. Nashukuru sana. #Elimika ukujia kila siku ya Alhamis muda na wakati kama huu hapa ndani ya Rise and Shine TV, na mimi ni mwalimu wako wa dhati Samson Kesi, Mr. Some Fact. #Elimika, elimu zaidi.